Sawa, ripoti inayofuata tuelekee huko Singida ambapo tunaelezwa kwamba zaidi ya wakazi 4,000 wanataraji kupata huduma bure ya macho, na huduma hiyo ilianza tangu jana, lakini kuonekana na hilo mwitikio umekuwa bado ni mdogo. Kwa hiyo wazazi wametakiwa pia kuleta watoto wao ambao wenye changamoto hiyo, lakini kutumia fursa hiyo ambayo ipo ya kuhakikisha basi wanapata huduma ya kutibiwa macho, kwa sababu macho sasa hivi imekuwa ni tatizo na watu wamekuwa wakivaa miwani hata umwi, lakini yeye anaona kama amevaa kama fashion. Kwa hiyo kuna changamoto ipo huko. Tuungane na mwenzetu Jamaldin Abu ambaye yuko huko moja kwa moja, atujuze nini ambacho kinaendelea katika kambi hiyo na huduma hiyo ambayo inatolewa ya macho. Naam, nimewapata vizuri. Niwashukuru kwa kutupa nafasi hii hapa mkoani Singida kumjuza mtazamaji wa Jambo Tanzania kile ambacho kinaendelea hapa mkoani Singida. Na kubwa zaidi ambalo tunatarajia kuliangazia hapa ni kama ambavyo mwenyekiti umelielezea, ni juu ya ugonjwa wa macho kwa watoto, na nitaungana na daktari hapa, mtaalamu wa magonjwa ya macho. Utajitambulisha jina lako, afikisha tuzungumze kuhusu hili tatizo la ugonjwa wa macho kwa watoto. Mimi naitwa Dr. Senkodri Njau, ni mtaalamu wa macho na ni kiongozi wa timu hii ambayo inafanya zoezi la macho katika halmashauri hii ya Iramba. Tatizo la macho linapata mtu yeyote bila kujali umri wala jinsia, lakini watoto wamekuwa ni sehemu ambayo inaathirika zaidi na ile tatizo la macho, na tunatoa uzito mkubwa kwa watoto, kwa sababu ikiwa mtoto atapata matatizo ya macho, ana umri mrefu zaidi wa kuishi akiwa na upofu kuliko pale mtu mzima anapopata shida kama hiyo aliyopata nayo mtoto mdogo. Sababu hasa ambazo zinapelekea magonjwa ya macho kwa watoto, inakuwa sababu ni nini? Sababu ya kwanza ni mazingira tunamoishi. Kwenye mazingira tunamoishi kuna vitu ambavyo vinaweza vikaleta maambukizi kwa watoto. Kwa mfano, bakteria ambao wapo, kwa watoto wanaweza kupata maambukizi ya bakteria kwenye macho ambayo yanatibika na watoto wanapona, wanaendelea na maisha yao. Kwenye huku bakteria kuna wengine ni virus, wengine ni bakteria, wengine ni fungus. Zote hizo zinatibiwa na watoto wanaendelea na maisha yao. Kitu kingine ni vile vitu anavyotumia, kama nilivyosema, anaweza akachoma kwenye jicho, aidha likaishia kufa moja kwa moja, au likawa linahitaji upasuaji, au linahitaji tu matibabu. Kingine, kuna magonjwa kama mtoto wa jicho. Mtoto wa jicho anaweza mtoto akazaliwa na tatizo hilo toka kwa mama, kwamba amerithi kutokana na magonjwa ambayo mama alikuwa nayo. Kwa hiyo anavyozaliwa tu anakuwa nayo. Lakini pia anaweza